Katiba ni mkusanyiko wa kanuni ambazo hutoa msingi wa sheria ambazo raia wanakubali kutawaliwa na nchi. Imeundwa kwa makubaliano na ni mali ya wananchi. Kuna wakati kwa tunasema kabisa katiba ni kama maisha, kwa sababu katiba ya nchi inatusaidia sisi kama nchi kujiwekea taratibu zetu, tunaishije, tunaendaje, nini kinafanyikaje, watawala wanakuwaje, wananchi wanafanyaje. Kuna mawazo, kuna hisia, kuna tabia, kuna miiko, kuna mapokezi, si ndio bwana? Traditions, si ndio? Kwa hiyo yani hata mahali ambapo hakuna andiko, watu wanajua nani anafanya nini, lini na kwa vipi. Hiyo ndio katiba. Huu ni msingi wa jamii ya kidemokrasia na matarajio ya raia wengi ulimwenguni na Afrika. Walakini, utengenezaji wa katiba ni mpya kwa bara la Afrika, isipokuwa Ethiopia. Hakika nyuma katika miaka ya 1950 na kabla ya Ghana kuwa nchi ya kwanza kupata uhuru, nchi nyingine za Kiafrika zilikuwa zikitawaliwa kupitia utawala wa kikoloni, kwa mfano ukoloni wa Faransa, Uingereza au Kireno. Sheria kutoka kwa mabwana hawa wa kikoloni ziliweka utaratibu wa kisheria wakati huo katika makoloni yao. Mataifa ya Kiafrika tangu wakati huo yamepata uhuru katika miongo iliyopita ya karne ya 20. Sheria hizi zikikabiliwa sana na ukosoaji kwa msingi kwamba hawakuwa wa Afrika, sio wa kisasa na sio kujikita kwa watu. Mchakato wa katiba ya Tanzania umekuwa mrefu na mgumu. Kwa hakika Tanzania imekuwa na marekebisho anuai tangu uhuru. Lakini marekebisho hayo yalibadilishwa na watu wachache mnamo mwaka 1961. Kulikuwa na wajumbe wa Baraza la Mapinduzi walikuwa waingie kwenye bunge la Tanganyika, ilionekane kwamba ni bunge la muungano. Kwa hivyo marekebisho hayo yalifanyika, ikaanza hapo. Tanzania bara wakati huo Tanganyika ilipata uhuru kutoka kwa Uingereza chini ya uongozi wa Julius Nyerere na chama cha Tanganyika African National Union, yani TANU, na kilipitisha katiba huru ya Tanzania. Tulikuwa na nchi mbili huru, Zanzibar na Tanganyika. Tanganyika ilipata uhuru wake mwaka 61 mwezi Disemba tarehe 9, na ilipewa uhuru chini ya katiba ambayo ilitolewa na wakoloni wa Kiingereza, ambayo bado ilimtambua malkia kama ni mkuu wa nchi, ambaye ndani ya Tanganyika alikuwa akiwakilishwa na governor, na serikali ilikuwa ikiongozwa na waziri mkuu. Kwa hivyo wakati Tanganyika inapata uhuru tarehe 9 Disemba 61, Mwalimu Nyerere alikuwa ni waziri mkuu wa Tanganyika. Kulikuwa na nchi ambayo mpaka sasa mimi naamini ipo, inaitwa Tanganyika, na ilipata uhuru 1961, na wakawa na katiba yao ambayo waliorithi kutoka kwa Waingereza. Baadaye walipoamua kuifanya jamhuri, ikawa ni katiba ya Jamhuri ya Tanganyika. Ilipotokea mapinduzi 64 tukaungana, ikabidi sasa katiba ile kwanza ifanywe marekebisho ili ioane na ule wakati kwamba sasa tuna Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hakukuwa na utaratibu uliofuatwa kwenye mchakato huo. Katiba ilisomeka kama katiba nyingi za nchi nyingine za baada ya ukoloni iliyoundwa na kuongozwa na serikali ya Uingereza. Katiba hii ilikuwa na mfumo wa Westminster ambapo mtendaji mkuu alikuwa waziri mkuu akitenganishwa na gavana mkuu ambaye aliwakilisha uongozi wa kifalme wa Uingereza kama mkuu wa nchi. Mwaka uliofuata Tanzania ilipitisha katiba ya jamhuri ambayo ilimpa mamlaka waziri mkuu na gavana mkuu. Sasa rais wa Tanzania kwa sababu alichukua mamlaka yote aliyokuwa nayo gavana, nafikiri katika mkusanyiko huo ilijitokeza mambo ambayo baadaye ndiyo yamekuja kuleta matatizo. Na nafikiri kwa Tanzania ni kwa sababu huyu aliyechukua hayo mamlaka alikuwa ni mtu ambaye alikuwa saa zote anajichunga sana, kwa sababu alikuwa anayaogopa hayo madaraka. Sasa akiingia mtu ambaye hayaogopi hayo madaraka ni madaraka kama ya kimungu hivi madaraka ya gavana yalikuwa ni madaraka hayana ukomo, unanielewa? Yani ukomo wake uko Uingereza huko, sio hapa.
yaani gavana akiwa hapa. Mwaka 64 kulikuwa na katiba ilikuwa inaitwa Katiba ya Muungano wa Tanganyika na Zanzibar. Na hiyo ilikuwa ni ile katiba ya Zanzibar. Waliangalia yale mambo waliokubaliana, kulikuwa na mambo ya muungano, kwa hiyo wakayaweka, kwa hiyo ikawa ni iliitwa Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanganyika na Zanzibar. Mwaka mmoja tu uliofuata wakatengeneza katiba ilikuwa inaitwa Katiba ya Muda, Interim Constitution kwa Kiingereza. Na hii katiba ya muda ilikuwa nayo inaangalia masuala ya hayo ya muungano, ingawaji pia palikuwa na masuala ya Tanganyika humo, kwa sababu Zanzibar wao walikuwa wanaendelea na katiba ya kwao. Na baadaye mwaka 62 Tanganyika ikajitangaza kwa jamhuri, lakini bahati mbaya hakujawekwa katiba ya kidemokrasia. Kifupi, yale madaraka ambayo yalikuwa yamelimbikizwa kwa malkia na gavana hasa anayemwakilisha malkia yakahamishiwa kwa rais. Na nadhani ndio chanzo cha kile kinachopendwa kusema kwamba tumekuwa na urais wa kifalme, kwamba rais amejilimbikizia madaraka makubwa sana. Nyerere alikuwa rais wa kwanza na Tanzania ikawa nchi ya chama kimoja mnamo mwaka 1963. Kuliundwa tume iliyoongozwa na makamu wa pili wa rais na waziri mkuu wakati huo Rashid Kawawa. Ile tume ndio iliyotuingiza kwenye chama kimoja. Iliambiwa kwenye hadidu rejea zake, iliambiwa si wajibu wenu kusema tuingie kwenye chama kimoja au la. Huo uamuzi tumeshaufanya sisi wa serikali, sisi 5. Mnachotakiwa kufanya nyie ni kueleza tunaingiaje katika mfumo wa chama kimoja na uweje. Sasa hiyo ni kuunda tume kuhalalisha maamuzi ambayo tayari yameshafanyika, na hiyo sio legitimate use ya hizi tume. Pia mnamo mwaka 1963 Uingereza ilimaliza ulinzi wake kwa Zanzibar na muungano wa vyama vya Kiarabu ukaunda usultani wa Zanzibar. Mwezi mmoja baada ya uhuru, chama cha Afro Shiraz na chama chenye mlengo wa kushoto kilipindua serikali ya watu wachache wa Kiarabu ya Zanzibar na kuanzisha jamhuri. Mnamo mwaka 1964 Zanzibar ikawa nchi ya chama kimoja chini ya ASP. Katiba ile iliishi kwa muda mdogo tu, 63 mwishoni, 64 ikatokea mapinduzi Januari, ile katiba ikasimamishwa, ikawa kisheria wanasema ilikuwa abrogated. Na kwa upande wa Zanzibar, sheria ya mwanzo iliyopitishwa ilikuwa ya kusimamisha katiba, kuiabrogate ile existing constitution ya 1963. Mwezi April ukatokea muungano. Sasa wakati natokea muungano, Zanzibar haikuwa na katiba, lakini upande wa pili wa Tanganyika walikuwa na katiba yao ya uhuru ya mwaka 61, ambayo baadaye mwaka 62 walibadilisha wakawa na katiba ya Republican, ya jamhuri, kwa sababu ile katiba ya mwaka 61 ilitoa uhuru kwa maana ya uhuru wa kuendesha serikali, lakini amiri jeshi mkuu na mkuu wa nchi, yani head of state na commander in chief, alibakia kuwa ni Queen wa Uingereza. 64 ikawa muungano, zikaungana nchi mbili zilizokuwa huru, na kila moja ilikuwa na utawala wake na nchi yake na uongozi wake na serikali yake, na kila moja ilikuwa na kiti chake Umoja wa Mataifa. Viongozi wa nchi mbili hizi wakasaini mkataba wa muungano, mkataba wa muungano wa Jamhuri ya Tanganyika na Zanzibar, ikaitwa Katiba ya Muda. Lakini pamoja na mabadiliko yote hayo, yale misingi mikubwa yanayohusu katiba ya muungano na vipi kwamba kulikuwa na nchi mbili yakaendelea kuwepo. Na kutokana na makubaliano ya muungano ya 1964, yani Article of Union, ilikuwa katiba ya kudumu ya muungano iitishwe bunge la katiba baada ya mwaka mmoja. Mnamo mwaka 1977 TANU na ASP ziliungana na kuunda Chama cha Mapinduzi, yaani CCM. Ilidhibiti nchi tangu mwaka 1961 na wamekaa madarakani kwa muda mrefu kuliko chama kingine chochote barani Afrika. Pia mnamo mwaka 1977 tume ya katiba iliyoteuliwa na rais iliandaa na kupata kupitishwa kwa katiba ya Tanzania kwa siku 40 tu bila mjadala wa umma au mashauriano. Kuliundwa tume ya pamoja ya Zanzibar
na ya Tanganyika kufanya kazi ya kuunganisha vyama, wakaunganisha na wakaunda katiba ya Chama cha Mapinduzi, kikazaliwa Chama cha Mapinduzi na katiba ya Chama cha Mapinduzi. Kwa hivyo ile tume iliyofanya kazi ile ya kuunda katiba ya Chama cha Mapinduzi baada ya kuunganisha Afro na Shirazi Party na TANU, ile baada ya kukamilisha kazi ile, sasa na nyinyi jibadilisheni tutimize matakwa yale ya mkataba wa muungano, kwa sababu nyinyi mmetoka huku nusu na huku nusu. Kwa hivyo nyinyi mmefanya kazi nzuri ya kuunganisha chama, kimekuwa kimoja na katiba tunayo. Sasa fanyeni katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Katiba imewekwa muundo wa serikali mbili kwa serikali ya nchi. Inaanzisha serikali tofauti kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Zanzibar na kugawanya madaraka juu ya mambo ya muungano na yasiyo ya muungano. Serikali ya Jamhuri ya Muungano ina mamlaka juu ya mambo ya muungano na vilevile juu ya mambo yasiyo ya muungano kwa upande wa Tanzania bara, na serikali ya Zanzibar ina mamlaka juu ya mambo yote yasiyo ya muungano ya Zanzibar. Masuala 22 ya muungano yaliyoorodheshwa katika katiba hii ni pamoja na ulinzi na usalama wa mambo ya nje, benki na biashara, rasilimali za mafuta ya madini na vyama vya siasa. Kazi ambazo hazijaorodheshwa huzingatiwa kama mambo yasiyo ya muungano. Baada ya mwaka 1977, mambo kadhaa yanayohusiana na muungano kati ya Zanzibar na Tanzania bara yalianza kusababisha msuguano, ikiwemo: 1, ushawishi wa serikali ya Tanzania bara juu ya mambo ya muungano; 2, uelewa wa mambo ya muungano ikilinganishwa na mambo yasiyo ya muungano; 3, kukosekana kwa ushirikiano kati ya uchumi wa Zanzibar na bara; 4, utata kati ya katiba za Zanzibar na katiba ya muungano. Moja katika mambo ya muungano limeandikwa kwa pamoja, limeandikwa bandari, posta, usafiri wa anga na simu. Sasa hii nambari imewekwa moja, lakini ni mambo mane. So bandari ni mbali, usafiri wa anga mbali, posta mbali na simu mbali. Vivyo hivyo unakuta kuna jambo jingine, haya ni mambo manne. Lakini unakuta jambo jingine limetajwa kwamba ni fedha, sarafu, mabenki na ubadilishanaji wa fedha za kigeni. Haya tayari ni mambo manne, lakini yameandikwa kama ni jambo moja. Unakuta kwa mfano kuna eneo jingine limeandikwa kwamba ni mafuta na gesi asilia. Hayo ni mambo mawili. Kwa hivyo ukiachambua utakuta yameorodheshwa mambo ya muungano, lakini ukianyambua kutoka 22 yanafika 37 wengine wanasema. Sasa hilo moja katika katiba hii limekwaza sana Zanzibar, kwa sababu kila ukiongeza mambo ya muungano maana yake unapokonya mamlaka ya Zanzibar, kwa sababu Tanganyika yenyewe imejificha ndani ya muungano. Kwa hivyo ni Zanzibar mamlaka yake yanachukuliwa yakaingizwa ndani ya muungano, kwa hivyo umepokonya mamlaka ya Zanzibar. The people of the United Republic of Tanzania wanted a union with 3 governments. CCM has never wanted a union with 3 governments because when the United Republic of Tanzania was set up, the intention was always by Nyerere to move from a union of 2 governments to 1 government. So the point was to swallow up Zanzibar so that we became part and parcel of the United Republic of Tanzania. Now, that happened because historically, as small as Zanzibar is, we are very, very national centric. We're very, very aware of our nationality. And Zanzibaris have always considered themselves Zanzibaris within the United Republic of Tanzania. And it hasn't been easy to just be consolidated and amalgamated into this vision of a Tanzania without 2 states, so a 1-state Tanzania. And that is what CCM had wanted. It always wanted to move from 2 governments to 1 government, and it hasn't happened. So CCM is not prepared to move to 3 governments, because a union of 3 governments, because they see that as a step backwards, because their journey is to amalgamate and effectively swallow up Zanzibar, so it becomes there is no recognition of it as a country
within the United Republic of Tanzania. So we will no longer have a United Republic of Tanzania. It will just become a Republic of Tanzania, and we would be led from Dodoma, including Zanzibaris. Now, Zanzibaris have resisted that for over 60 years, almost 60 years now. We've been resisting that. Makero ya msingi yanayohusu katiba ya muungano hayajabadilika. Kwa mfano, suala la mafuta halijabadilika, na tulikuwa tunataka mafuta atoke kwenye muungano. Kwa mfano, maslahi ya kifedha, tumekuwa tukipiga kelele, na hii kelele ya maslahi ya kifedha tumepiga kelele mpaka ikafika stage Mwalimu Nyerere mwenyewe akakubali, akaingisha vifungu 133 na 134 hii katiba ya sasa, kwamba kuundwe tume ya pamoja ya fedha itakayozingatia maslahi ya fedha baina ya mchango wa Tanganyika na mchango wa Zanzibar. Mapinduzi ya mwaka 1964 yalionekana kama kupindua utawala wa Waarabu na Waafrika wengi waliotumiwa, lakini mkasa uliotokea ulishindwa kuponya mgawanyiko mzito uliodumu baada ya mapinduzi ya Zanzibar. Tangu wakati huo kumekuwa na marekebisho kadhaa ya katiba ya mwaka 1977 yaliyolenga kuleta mabadiliko kwa upande wa kijamii, kiuchumi na kisiasa. Hii ilijumuisha tume 3 chini ya marais tofauti zilizokuwa na jukumu la kupendekeza na kushinikiza mabadiliko ya katiba ya mwaka 1977. Wakataka Jaji Nyalali na tume yake waangalie vile vitu ambavyo vinaweza kubadilishwa ili tuweze kupata sasa kuweza kuingia vizuri kwenye mfumo wa vyama vingi, na walileta mapendekezo makubwa sana, na kati ya hayo mapendekezo ndio hayo yaliyoelekeza mabadiliko hayo, tukapata hiyo mfumo wa vyama vingi. Lakini mapendekezo yake mengi hawakuyatilia maanani. Kwa mfano, walisema kuna sheria lazima zibadilishwe, vinginevyo, na hizo sheria kubadilishwa ndio ilikuwa kama vile kuibadilisha kabisa hiyo katiba, ili tuweke vitu ambavyo vitakwendana kabisa na huu mfumo wa vyama vingi. Ya Jaji Kisanga yenyewe ilikuja kwa sababu waliangalia pia hasa kwenye hali watu walikuwa wanaangalia hizi kero hasa za muungano, na ndio maana pakatengenezwa, waliita white paper ambayo ilileta masuala 11 ya kuyajadili, ambayo walidhani tukiyajadili yale yanaweza kusaidia kuleta mabadiliko katika katiba. Lakini Jaji Kisanga alipokwenda kukutana na wananchi wakaangalia, wakasema bwana, kuna shida katika swala zima la huu muungano, na watu wakaja na mawazo kwamba tunahitaji angalau tu labda na serikali 2 na si serikali, ni serikali 3 na si serikali 2. Alipofikisha hayo mapendekezo ya wananchi kwa watawala ambao walikuwa na mawazo yao kichwani kuhusiana na kuunda tume hiyo, ikagonga mwamba, na jaji wa watu mapendekezo yake hayakusikilizwa na ikaishia hapo. Tume ya hivi karibuni chini ya Jaji Warioba ilipewa jukumu la kuandika katiba mpya kabisa mnamo mwaka 2014 ambayo ingejengwa kwa msingi mpya wa kidemokrasia na sio kuziba makubaliano ya mwaka 1977 ambayo yalianzishwa kwa kanuni na serikali ya chama kimoja. Katika historia yetu yote tangu uhuru na pengine tangu ukoloni, hatujawahi kuwa na tume kama tume ya Warioba. Kwa jinsi ilivyo, kwa utendaji wake kazi, kwa upana wa ushirikishaji wake wa Watanzania, kwa idadi ya Watanzania walioshiriki katika kutoa mapendekezo, kwa upana wa mapendekezo ya tume yenyewe. Ripoti yake ilikuwa na juzuu 13, volume 13, ukiachia mbali ile rasimu ya katiba. Lakini tume ya Warioba imefanya kazi ambayo haijawahi kufanywa na tume nyingine yoyote katika historia yetu yote, na mapendekezo yake ni far reaching, ni mapendekezo makubwa na muhimu kuliko mapendekezo ya tume zingine zote za miaka yote. Msinde Warioba kuongoza tume iliyokuwa na uwiano wa watu kutoka Tanzania bara na kutoka visiwani, wakakusanya maoni ya wananchi, wakayakusanya, wakayahariri, wakatengeneza rasimu inayoitwa rasimu ya Warioba,
Baadaye rasimu ile ikapelekwa bungeni katika bunge la katiba ambalo lilijumuisha wajumbe wote na wawakilishi wa makundi mbalimbali kitaifa. Rasimu ile ikachambuliwa, ndipo ikatengenezwa inayoitwa katiba pendekezwa. Mchakato huo ulikwama mnamo mwaka 2014 katika bunge la katiba. Then from nowhere, ghafla ile katiba pendekezwa, mchakato ukavurugwa, wanaoitwa wapinzani wakagoma, wakatoka nje, waliobaki ndani wakaendelea nao wakafanya madudu mengine ya kupoteza uhalali wa kile walichokuwa wanakifanya. Mwishowe mchakato mzima ukaharibika. Only president that I know of the United Republic of Tanzania who tried to push forth an agenda of a constitutional reform agenda was Jakaya Mrisho Kikwete. Unfortunately, he hijacked the process right at the end. And therefore, I'm afraid to say that one can say that his intentions were not, in my view, bona fide. The reason I say that is that we spent an incredible amount of money and time setting up a commission, the Warioba Commission, which traveled around Tanzania, getting views from Tanzanians with respect to what type of constitution they would like to have and what kind of social contract they would like to enter into. And people came out and they informed the Warioba Commission. Warioba Commission sat together, put the views together and came up with a draft constitution, the draft Warioba Constitution, and which was the people's constitution. What happened with this constitution is that it was hijacked by CCM, and actually CCM sat as a party and redrafted a constitution. I think it was in less than 24 hours, if my memory serves me correctly. They redrafted a constitution, came up with a new constitution, different from that which was proposed by the people. And that is what they tabled before a CCM Constituent Assembly, because by that time, the minority in the Constituent Assembly who were members of the opposition had walked out. It was impossible for them to get any kind of mediation going with CCM. CCM were very hardcore, particularly on the issue of the union. Kwa nini mwaka 92 walikubali hoja ya kuanzisha vyama vingi, lakini wakakataa mapendekezo mengine yote ya tume ya Nyalali ambayo yalitaka kuwekwe mfumo utakao support mfumo wa vyama vingi? Ni kwa sababu walijua ukibadilisha mifumo ile iliyokuwepo ukaweka mifumo ya kidemokrasia, CCM kubaki madarakani itakuwa ni mtihani. Na mimi nachokiona hiyo imekuwa ndio hofu yao. Kumekuwa na desturi ya serikali kuunda tume kutaka kuhalalisha mambo yake, kutaka kuhalalisha matendo yake. Sasa hayo sio matumizi halali ya tume hizi za uchunguzi, ya hizi tume za kitaalamu au za kikatiba. Tanzania bado haina katiba mpya inayoakisi mahitaji na matakwa ya watu katika karne ya 21.